Nawasalimu katika jina la Bwana Yesu. Tunamshukuru Mungu aliyetupa neema ya kuwepo nyumbani mwake jioni ya leo, siku ya Jumatano ambayo ni ibada ya mafundisho. Na hii wiki ya Pasaka nataka tuangalie mambo fulani kuhusu kufa na kufufuka kwa Mwokozi wetu Yesu Kristo. Kama unaandika, andika kufa na kufufuka kwa Mwokozi wa Bwana wetu Yesu Kristo. Naomba niombe. Baba, ninakutukuza, ninakupa sifa na utukufu na heshima kwa muda ambao tunakwenda kuyasoma maneno yako na kuyatafakari. Tunakualika Mungu wetu na Baba yetu, uwe pamoja nasi, useme na kila mmoja ambaye ameingia mahali hapa. Sema na kijana yule, sema na baba yule, sema na binti yule, sema na mama yule. Kristo, ukatuhudumie kulivyokusudia, maana unatufahamu maisha yetu na unajua mahitaji yetu. Tunaomba yote ni katika Kristo Yesu aliye Bwana Mwokozi wa maisha yetu. Tunaomba na kushukuru, amina. Fungua Biblia yako pamoja nami katika Injili ya Luka. Tutabezi kwenye Injili ya Luka sana. Injili zote zinaelezea habari ya kufa na kufufuka kwa Bwana wetu Yesu Kristo, lakini nataka tutabezi sana kwenye Injili ya Luka sura 22. Tutasoma kuanzia mstari wa kwanza hadi wa 13 wa 23. Luka 22:1 hadi 23, lakini pia tutaruka kwenda kusoma mstari wa 31 mpaka ule mstari wa mwisho, mstari wa 70. Maandiko yanasema hivi: ikakaribia sikukuu ya mikate isiyotiwa chachu iitwayo sikukuu ya Pasaka, na wakuu wa makuhani na waandishi walikuwa wakitafuta njia ya kumua, kwa maana walikuwa wakiwaogopa watu. Naomba sikiliza kwa makini kama una Biblia. Amina. Ili tuweze kufuatana vizuri, naomba sikiliza kwa makini. Amina. Naomba nirudie tena mstari wa kwanza, Luka 22 kuanzia mstari wa kwanza. Inasema hivi: ikakaribia sikukuu ya mikate isiyotiwa chachu iitayo sikukuu ya Pasaka, na wakuu wa makuhani na waandishi walikuwa wakitafuta njia ya kumua, maana walikuwa wakiwaogopa watu. Walikuwa wakifanya nini? Mstari wa 3: Shetani akamwingia Yuda aitwaye Iskariote, naye ni mmoja wa wale thenashara. Akaondoka akaenda akasema na wakuu wa makuhani na majemadari jinsi atakavyoweza kumtia mikononi mwao. Wakafurahi, wakapatana naye kumpa fedha, akakubali. Akatafuta nafasi ya kumsaliti kwao pasipo kuwapo mkutano. Yaani akatafuta nafasi ya private pasipo kuwapo na nini? Na mkutano. Mstari wa 7: ikafika siku ya mikate isiyotiwa chachu ambayo ilipasa kuchinja Pasaka. Akawatuma Petro na Yohana akisema, nendeni mkatuandalie Pasaka tupate kuila. Wakamwambia, wataka tukuandalie wapi? Akawaambia, tazama, mtakapoingia mjini mtakutana na mwanamume akichukua mtungi wa maji. Mfuateni, mkaingia katika nyumba atakayoingia yeye, na mtamwambia mwenye nyumba, mwalimu akuambia, ki wapi chumba cha wageni nipate kula Pasaka huku pamoja na wanafunzi wangu? Naye atawaonyesha chumba kikubwa orofani, kimekwisha andikwa, andaeni humo. Wakaenda wakaona kama alivyowaambia, wakaiandaa Pasaka. Mstari wa 14: hata saa ilipofika aliketi chakulani yeye na wale mitume pamoja naye. Akawaambia, nimetamani sana kuila Pasaka hii pamoja nanyi kabla ya kuteswa kwangu, kwa maana nawaambia kwamba siji tena hata itakapotimizwa katika ufalme wa Mungu. Akapokea kikombe, akamshukuru, akasema, twaeni hiki mgawane ninyi kwa ninyi, maana nawaambia kwamba tangu sasa sinywi na mazao ya mzabibu hata ufalme wa Mungu utakapokuja. Akatoa mkate, akashukuru, akaumega, akawapa akisema, huu ndio mwili wangu unaotolewa kwa ajili yenu, fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Kikombe hicho nacho hivyo baada ya kula akasema, kikombe hiki ni agano jipya katika damu yangu iliyomwagika kwa ajili yenu. Walakini tazama mkono wake yeye anayenisaliti upo hapa pamoja nami mezani. Kwa kuwa mwana wa Adamu aenda zake kama ilivyokusudiwa, lakini ole mtu wake mtu yule amsalitie. Mstari wa 23: wakaanza kuulizana wao kwa wao, ni yupi miongoni mwao atakayelitenda jambo hili? Bwana Yesu asifiwe. Tunaruka tunaenda mstari wa 31. Some mstari wa 31, nenda mstari wa 31.
Akasema, Simoni, tazama shetani amewataka ninyi mpate kuwapepeta kama vile ngano, lakini nimekuombea wewe ili imani yako isitindike, na utakapoongoka uwaimarishe ndugu zako. Akamwambia, Bwana, niwapo pamoja nawe, mimi ni tayari kwenda gerezani hata kifoni. Akasema, nakuambia Petro, jogoo hata wika leo kabla wewe hujanikana mara 3 ya kuwa hunijui. Akawauliza, je, hapo nilipowatuma hamna mfuko wala mkoba wala viatu, mlipungukiwa na kitu? Wakasema, la. Akamwambia, lakini sasa mwenye mfuko na achukue na mkoba hivyo hivyo, naye asiye na upanga na auze joho lake akanunue. Kwa maana nawaambia, ya hayo yaliyoandikwa hayana budi kutimizwa kwangu. Na ya kuwa alihesabiwa pamoja na uhalifu kwa sababu yalipasayo yokuwa mwisho. Twende mstari wa 39. Akatoka akaenda mpaka mlima Mzeituni kama alivyokuwa desturi yake, wanafunzi wake nao wakafuatana naye. Alipokuwa mahali pale, akawaambia, ombeni kwamba msingie majaribuni. Mwenyewe akajitenga nao kama kiasi cha kutupa jiwe, akapiga magoti akaomba akisema, Baba, ikiwa ni mapenzi yako uniondolee kikombe hiki, lakini si mapenzi yangu bali yako yatendeke. Malaika kutoka mbinguni akamtokea akamtia nguvu. Naye kwa vile alivyokuwa katika dhiki akazidi sana kuomba, hali yake ikawa kama matone ya damu yakidondoka chini. Alipoondoka katika kuomba kwake, akawajia wanafunzi wake, akuta wamelala usingizi kwa huzuni. Akawaambia, mbona mmelala usingizi? Ondokeni mkaombe, msije mkaingia majaribuni. Basi walipokuwa katika kusema, tazama, mkutano na watu na yule aitwaye Yuda ambaye ni mmoja wa wale thenashara amewatangulia, akamkaribia Yesu ili kumbusu. Yesu akamwambia, Yuda, wamsaliti mwana wa Adamu kwa kumbusu? Na wale waliokuwa karibu naye walipoona yaliyotokea, wakisema, Bwana, tuwapige kwa upanga. Mmoja wao akampiga mtumwa wa kuhani mkuu, akamkata sikio la kuume. Yesu akajibu akasema, mwe radhi kwa hili. Akamgusa sikio akamponya. Yesu akawaambia wakuu wa makuhani na maakida mahekalu na wazee waliokuja juu yake, je, mmekuja mwenye mapanga na marungu kama kumkamata mnyang'anyi? Kila siku nilipokuwa pamoja nanyi hekaluni, hamkuninyoshea mikono, lakini hii ndiyo saa yenu na mamlaka ya giza. Bwana Yesu asifiwe. Mstari wa 54, wakamkamata wakamchukua akaenda naye nyumbani kwa kuhani mkuu, na Petro akamfuata kwa mbali. Na walipokuwa kwisha washa moto katikati ya kiwanja, waliketi pamoja naye. Petro akaketi kati yao. Ndipo mjakazi mmoja alipomwona ameketi mwangani, akamkazia macho akasema, na huyu alikuwa pamoja naye. Akakana akasema, mwanamke, simjui. Baadaye kitambo kidogo, mwingine alipomwona akasema, wewe nawe mmoja wa hao. Petro akasema, mtu si mimi. Alafu yapata saa moja mtu mwingine alikaza kusema, hakika ya huyu alikuwa pamoja naye, kwa kuwa yeye pia ni Mgalilaya. Petro akasema, mtu sijui usemalo. Na hapo alipokuwa katika kusema, jogoo akawika. Bwana akamgeukia akamtazama Petro. Petro akaikumbuka ile neno la Bwana, jinsi alivyomwambia, leo kabla hajawika jogoo utanikana mara 3. Akatoka nje akalia kwa majonzi. Bwana Yesu asifiwe. Nimesema nataka tuangalie mambo kadhaa kwa habari ya kufa na kufuka kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Amina. Wote tunajua kwamba haya ni majira ambayo wanasema ni majira ya Pasaka. Kijua kwamba ni majira ambayo Kristo Yesu alikufa kwa ajili yetu sisi. Na tuko hivi jinsi tulivyo ni kwa sababu yeye alikubali kufa kwa ajili yetu, akatupa neema ya wokovu. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko yanasema katika Injili ya Yohana sura ya 3:16 kwamba Mungu aliupenda ulimwengu akamtoa mwana wake wa pekee ili kila mtu amwamini, ili mimi na wewe tuliyeamini tupate uzima wa nini? Wa milele. Bwana Yesu asifiwe. Sasa nataka tuangalie mambo kadhaa yaliyotokea wakati Yesu anasulubiwa. Na nimesema tutachukua Injili ya Luka, japokuwa Injili ya Mathayo pia wameelezea, Marko naye ameelezea, Yohana naye ameelezea, lakini leo nataka tuangalie mambo tutakayojifunza yatakayotusaidia katika maisha yetu kama Wakristo. Amina. Na jambo la kwanza tuangalie, namba 1 ni usaliti wa Yuda. Usaliti wa Yuda. Yuda alimsaliti Yesu, na tunajua Yuda alikuwa ni miongoni mwa wale wanafunzi wa Yesu 12. Wale 12 alikuwa ni miongoni mwao, na kama tulivyotangulia kusema kwamba wakuu na makuhani walikuwa wanatafuta namna watakavyofanya
ili wamkamate Yesu, wamue. Wakatafuta njia, wakaona haiwezekani. Lakini wakaona tukifanya haraka haraka watu watatushambulia. Maana watu walishampenda Yesu kwa miujiza na mambo alikuwa anatenda. Sasa kuna kitu nataka tukiangalia hapa. Wakati makuhani na watu wa sheria wanatafuta namna ya kumkamata Yesu na kumshtaki, maandiko yanasema hivi, Yuda, shetani akamwingia Yuda. Shetani akamwingia Yuda. Yaani watu wanatafuta namna ya kumkamata Yesu, lakini shetani akamwingia Yuda na Yuda akawafuata. Yaani sio kwamba walimtafuta Yuda, no. Hawakutafuta kwamba tutafute miongoni mwa wanafunzi kulingana na Injili ya Luka. Hawakusema tutafute mtu Maandiko yanasema Yuda alikuwa ni miongoni mwa wanafunzi. Lakini wakati wanajadili hawa, shetani akamwingia Yuda. Yuda akawafuata, akawaambia hivi, mimi ninajua jinsi nitakavyomkamata. Wakamwambia ni kitu ambacho shetani alipomwingia Yuda akawafuata wale watu. Akaenda kuambia mimi najua jinsi nitakavyomkamata. Wakakubaliana atafanyaje, na wakakubalia kwamba watampa fedha. Bwana Yesu asifiwe. Ni kitu gani nataka tukiangalia hapa? Kwamba adui akipata nafasi atakutumia hata kufanya mambo mabaya. Bwana Yesu asifiwe. Na haendi mbali, atatafuta ambaye yuko karibu na yule mtu ambaye anakujua. Ni mtu anataka kukusaliti, anataka kwenda kinyume na makubaliano yenu mliokubaliana. Hawezi, anatumia, shetani atamtumia yule ambaye yuko karibu na wewe. Yawezekana akawa ni mume wako, akawa ni mke wako, akawa ni dada yako, akawa ni kaka yako, yoyote yule. Adui akipata nafasi atakutumia. Bwana Yesu atusaidie. Maandiko yanasema makuhani na wakuu na walimu wa sheria walikuwa wanatafuta njia namna ya kumkamata. Kwa nini? Kwa nini walikuwa wanatafuta njia? Waliwaogopa watu. Maandiko yanasema waliwaogopa watu. Lakini adui alipopata nafasi kwenye maisha ya Yuda, Yuda akasema nitafanya hiyo kazi, na akafanya ile kazi. Bwana Yesu atusaidie. Bwana Yesu atusaidie. Maandiko yanasema tunajifunza nini kama hali hapa? Tunajifunza nini? Adui anatafuta yule aliye karibu na wewe ili apate kumtumia. Haendi mbali. Na kama ni hivyo basi ni lazima tukubali kusimama katika njia ya kweli. Bwana Yesu asifiwe. Ukiwaza kwa haraka haraka utajiuliza kwamba hivi Yuda ilikuwaje mpaka kaenda kuwafuata hao watu? Aliwacha wanafunzi wenzake na Yesu akamwacha, alafu akaenda kuwatafuta wale watu. Bwana Yesu atusaidie. Kuna maeneo ambayo tunaweza tukaenda au tukafanya jambo kumbe tunaenda kinyume na taratibu za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Hilo ni somo la kwanza tunajifunza. Lakini la pili, kwamba adui anamtumia yule ambaye yuko karibu na wewe. Anamtumia yule ambaye yuko karibu na wewe. Kama hivyo basi, kama shetani akipata nafasi anaweza kumtumia mtu, basi hebu jitahidi, muombe Mungu akusaidie, moyo wako uwe safi. Ukifungua mlango adui atakutumia. Yawezekana Yuda alikuwa na waza, anasema labda hata kama nikimsaliti hawataweza kumuua. Ndivyo alivyokuwa na waza. Lakini kule kuwaza, yawezekana hata huna nia nzuri, lakini ukisharuhusu mawazo mabaya yakakuingia, adui atakutumia kufanya mambo mabaya. Amina. Kwa hakikisha maisha yako wewe ambaye umeokoka, uko na Kristo, usimpe adui shetani nafasi. Ukimpa adui nafasi atakutumia kufanya mambo mabaya. Atakutumia hata kumsaliti ndugu yako, kumsaliti mke wako, kumsaliti mume wako, kusaliti familia, kumsaliti rafiki yako ambaye mnafanya naye biashara. Adui anapopata nafasi ataitumia hiyo nafasi kufanya mambo yenye kuleta uharibifu katika maisha. Bwana Yesu atusaidie. Kwa hiyo jitahidi, linda moyo wako sana. Maandiko yanasema linda moyo wako. Linda moyo wako. Usiruhusu mawazo mabaya yakaingia. Yuda alikuwa ni miongoni mwa wanafunzi wa Yesu, lakini aliruhusu mawazo mabaya. Akaruhusu huku watu wanatafuta watakavyomkamata Yesu. Yeye alipoanza kuwaza, akawaza vibaya, adui akamtupata nafasi akamtumia. Na akawafuata mwenyewe, anawaambia na mbinu, njia atakazotumia ili amsaliti Yesu.
Ni mara ngapi na sisi tumeshamsaliti Yesu? Tumepatana kwamba tutatembea pamoja. Tumepatana kwamba tutatembea pamoja katika safari hii. Lakini mara ngapi tunaacha njia, tunafanya mambo yasiyofaa, mpaka jina la Bwana linatukanwa. Unasema sio mimi, hata kama niwe ungefanyaje? Sikiliza, kuna mahali ulimpa adui nafasi. Yuda alikuwa ni miongoni mwa wanafunzi wa Yesu, na sisi ni wanafunzi wa Yesu. Tumembeba Yesu ndani ya mioyo yetu. Lakini mara ngapi tunamsaliti? Ni mara ngapi tunafanya mambo ambayo sio? Kwa kusingizia labda hali ya uchumi. Unafikiri hali ya uchumi ni mbaya, tutafanyaje? Kwa hiyo unakula rushwa, unatoa hongo, unatoa rushwa kwa sababu unasema hali imekuwa mbaya. Lakini Yesu anakuonaje? Yesu anakuonaje jina lake linapotukanwa? Bwana Yesu atusaidie. Bwana Yesu atusaidie. Point naomba hivi, linda sana moyo wako, usimpe adui nafasi. Umeokoka, una safari ya kwenda mbinguni, usimpe adui nafasi ya kutumie kufanya mambo ambayo yatalitukana yatalifanya jina la Bwana litukanwe. Bwana Yesu atusaidie. Mwisho wa Yuda tunaujua, mwisho wa Yuda haukuwa mzuri. Na alikuwa ni miongoni mwa watu waliochaguliwa kuwa wanafunzi wa Yesu. Na wewe Bwana amekuchagua. Ni maombi yangu kwamba mimi na wewe mwisho wetu uwe mzuri. Amen. Tukatae kufanya mambo yale ambayo yatafanya jina la Bwana litukanwe. Yesu yuko pamoja na sisi, alituchagua. Yawezekana kwenye familia yenu umeokoka wewe peke yako, amekuchagua. Ni wanafunzi wake. Yawezekana kwenye ukoo wenu umeokoka wewe peke yako, amekuchagua. Wewe ni mwanafunzi wake. Lakini unaishije? Maisha yako, maneno yako, mwenendo wako, tabia yako. Je, jina la Bwana linatukanwa au linatukuzwa? Bwana Yesu atusaidie. Bwana Yesu atusaidie. Yesu akamuuliza Yuda, unamsaliti mwana wa Adamu kwa kumbusu? Yesu anamuuliza Yuda. Na leo Yesu anatuuliza hapa. Tumekaa hapa. Anakuuliza wewe fulani, umefanya jambo hili, huoni jina langu linatukanwa? Unajua ni wapi ambako umeiacha njia ya Bwana? Bwana Yesu atusaidie. Bwana Yesu atusaidie. Amen. Lakini pia jambo lingine ni kuwa makini na aina ya watu unaokuwa karibu nao. Umeokoka, ni mwanafunzi wa Yesu. Uwe makini na kampani yako ni akina nani? Watu ambao karibu nao ni akina nani? Uwe makini na wale watu. Maandiko yanasema ndege wanaofanana wanaruka nini? Pamoja. Je, hao unaoruka nao mnafanana? Au unasema nimekaa na hao watu kwa sababu tunafanya biashara wote? Yes, mnafanya biashara wote, lakini wanachoamini na unachoamini ni kimoja. Bwana Yesu atusaidie. Bwana atusaidie. Amina. Uwe makini. Na sikiliza, Yuda yeye akaondoka akawafuata wale watu. Aliacha kundi la wanafunzi wa Yesu, akaenda kuwafuata makuhani na Mafarisayo. Maandiko hayajatuambia kwamba walimtafuta. Yeye aliwafuata. Labda alisikia fununu, I don't know. Lakini yeye aliwafuata. Alipowafuata wakaleta hoja. Walipoleta hoja akasema hapo maana shetani ameshamuingia. Akasema hiyo kazi nitaifanya. Kuna wakati kampani kampani ni wale ambao uko nao karibu, wanaweza kukupotosha, wakakufanya ukaiacha njia. Zaburi ya kwanza wanasemaje? Hebu mmoja tusomee Zaburi ya kwanza mstari wa kwanza. Zaburi ya kwanza mstari wa kwanza, hebu mmoja tusomee. Taratibu. Heri mtu yule asiyekwenda katika shauri la wasio. Heri mtu yule asiyekwenda katika shauri la wasio. Hebu wote tuseme, heri mtu yule asiyekwenda katika shauri la wasio haki. Endelea. Wala hakusimama katika njia ya wakosaji. Wala hakuketi barazani pa wenye mizaha. Biblia inasema heri. Kuna wakati tunafanya mambo ambayo hatukutazamia wala hatukupanga kwa sababu ya kampani.
Kampani, wale unaokaa nao karibu, mashosti unaokaa nao karibu, yawezekana mnakaa pamoja kwa sababu ya biashara, mmeunganishwa kwa sababu ya biashara au kwa sababu ya huduma au kwa sababu ya kazi, lakini be careful, imani yako unaamini nini? Kuna wakati wanaweza kuleta discussion ukaanza kujadili na wewe ukajadili utaongea sio faa, unakuta kwamba jina la Bwana linatukanwa. Bwana Yesu tusaidie. Uwe makini. Umeokoka, tambua kwamba umeokoka na kinywa chako kinanena nini. Unakwenda wapi? Anasema hata wasiheri wasiokwenda katika shauri. Yaani unakuwa pale wanakaa tu wanajadili mambo na wewe unakwenda hapo kama Yuda alivyopenda. Na akafika akajadiliana nao kwamba hiyo kazi nitaifanya. Nipeni kiasi kadhaa, nitaifanya. Bwana Yesu atusaidie. Kampani yako kwenye shauri la wasio haki usiende. Unajua hapa ni umbea tu unapigwa, achana nao, ondoka. Unajua hapa ni uongo tu, ni njama tu za kutapeli watu, ondoka kwenye hilo kundi. Achana nao. Linda imani yako. Sikiliza, siku ya mwisho utasimama mbele za Mungu peke yako, sio kampani. Halo? Utasimama peke yako. Tunza mdomo wako, unaongea nini? Haya unayoongea yanalitukuza na kuliinua jina la Bwana au yanalitukana jina la Bwana? Hata watu wengine wache kusikia wewe umeokoka and then unaongea hivyo, ndio uko kwenye hiyo kampani hiyo. Hao ndio marafiki zako, hao ndio mashosti wako, wanakuelewaje? Hata kama huna hiyo tabia utasema huyu si kampani yake, ni wale huyo wale, hakuna tofauti. Bwana Yesu tusaidie. Chunga unaongea nini. Siku moja kuna sehemu naendaga kusukia, sitaki kupata jina hapa, nasuka nywele. Sasa siku hiyo nimeenda nimekaa ninasuka nywele. Unajua tena watu wengine wa saluni wanapenda kuongea. Yule msusi anaongeaga kila kitu akikatiza mtu hapo anaongea mambo mengi tu. Sasa kumbe akaja mama mchungaji mmoja amekaa hapo, mimi sikumfahamu lakini yeye ananifahamu. Basi akaongea. Sasa huyo mama alikuwa anasuka, akaongea kitu ambacho kwa kweli na mimi nisikika, nikasema nikatamani hata kujibu, lakini nikasikia kitu naambia nyamaza. Bwana Yesu asifiwe. Nyamaza, nikanyamaza kimya. Basi yule mama mchungaji akaongea, akamwambia unajua, lakini wewe unavyofanya hivi sio vizuri, na ukiongea hivi sio vizuri, kwa sababu wewe ndio umekosea. Kuna mtu alikuwa anamlaumu, wewe ndio umekosea. Na mimi nikajibu nikasemaje? Ni kweli amemkosea, na wewe msamehe tu, wala usiongee kama unavyoongea. Nikaongea hivyo. Sasa yule mama mchungaji akasema, tena afadhali mchungaji umemwambia ukweli. Mimi nilikuwa nasubiri tu umenyamaza. Nikamwambia nani amekwambia mimi ni mchungaji? Nani amekwambia mimi ni mchungaji? Akasema wewe, nakufahamu sana. Akaniambiaje tena, jichanganye uone, si tunakujua wewe ni mchungaji. Nikasema kumbe unaweza kwenda mahali ukafikiri watu hawakujui kwamba umeokoka, kumbe wanakujua umeokoka. Amen. Na kuna watu wanaopenda kuwaogopa watu, hawamwogopi Mungu. Lakini naomba tumuogope Mungu kuliko hata watu. Amen. Ukimwogopa Mungu, kijua kama kuna Mungu anakuona, hutaongea. Si ndio? Hutaongea baya wala hutatenda baya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa unapokuwa kwenye kampani hizo, unaongea nini? Unakuta watu wanachangia jishu na wewe humo na wewe humo na uko tu humo tu. Mpaka wanafikia pabaya, wanaongea sio fana matusi na wewe humo tu. Wewe acha hizo kwa jina la Yesu. Heri mtu yule asikwenda katika shauri la wasio haki, wala kuketi barazani pa wenye mzaha. Bali sheria ya Bwana ndio impendezayo, na sheria ya Bwana naitafakari mchana na usiku. Heri huyo. Kama Yuda angekaa kwenye nafasi yake, adui asingepata nafasi. Bwana Yesu asifiwe. Ni kweli ilikuwa imeandikwa Yuda atafanya hivyo, lakini haya yameandikwa ili kutufundisha sisi kwamba maandiko yanatuambia alipata nafasi. Adui alipata nafasi, lakini sisi tunaweza tukamnyima adui nafasi. Amen. Tunaweza tukamnyima adui nafasi katika mioyo yetu, katika maisha yetu. Tukamwambia shetani, nimeokoka tena unikome, na tukashinda. Wakakwambia tupite huko, kwamba hapo sipiti, mimi nimeokoka, sitapita. Sio kama unawaogopa watu, no, unamwogopa Mungu na unamheshimu Mungu.
Lakini leo ni wangapi wanaokataa? Hakuna. Sema si wote wanapita hapa na mimi napita hapo. Si wote wameitwa pale na mimi naenda pale. Si wote wanaongea na mimi nimepata nafasi ya kuongea na mimi naongea. Unaongea nini? Chuja kwanza unayoyaongea. Yanampa Mungu utukufu au ni yanabomoa? Yanalifanya jina la Bwana litukane. Bwana Yesu atusaidie. Okay. Wakorintho wa kwanza, kitabu cha kwanza cha Wakorintho 15 mstari wa 33, hebu tusomee pia huo. Wakorintho wa kwanza 15:33. Somee. Yes, msidanganyike. Mazungumzo mabaya huharibu tabia njema. Anapozungumza unasikiliza. Unaposikiliza unaanza kutafakari, unajinajisi kwenye ufahamu wako. Unaanza kusikiliza, unatafakari. Unalitafakari, tayari linaharibu moyo wako. Baada kulitafakari unachukua hatua ya kutenda. Yuda akawafuata. Wakamwambia, jamani, huyo bwana wenu huyo tunatamani tumkamate. Sema huyo, hiyo kazi nitaifanya. Kwa hiyo aliyekuwa mwanafunzi wa Yesu, anatembea na Yesu kila siku, ndo akafanya ile kazi. Wao walishashindwa, unatafuta namna ya kufanya maana wanaogopa watu. Lakini aliyefungua mlango wa kwamba Yesu naweza akakamatwa ni Yuda aliyemsaliti. Bwana Yesu alikufa kwa ajili yetu. Kuna wakati pia na sisi tunafanya mambo ambayo sio sahihi katika maisha yetu na tunalifanya jina la Bwana linatukana. Mungu atusaidie tuishinde hiyo hali kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Kwa hiyo tumejifunza hapa kwamba adui anatafuta mtu yule aliye karibu na wewe. Lakini namba 2, moyo, akili zetu ni uwanja ambao shetani anataka autumie. Akipata nafasi atakutumia. Na jambo la 3 ni kwamba tuwe makini na aina ya kampani au watu tunaokaa nao katika swala la Yuda kumsaliti Yesu. Bwana Yesu atusaidie. Bwana asifiwe. Okay. Unapoishi maisha ya dhambi tofauti na ukiri wako ulipompokea Yesu, ni kama unaishi maisha ya kusaliti. Unapoishi maisha ya dhambi tofauti na kile ambacho ulikiri ukasema ninamkataa shetani na kazi zake, na leo nimekupokea Bwana Yesu, nakupa moyo wangu uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu, lakini bado ukarudi tena kufanya mambo ambayo sio sawa na kusaliti. Bwana Yesu atusaidie. Namba 2, kwenye hii mistari tunajifunza ni kufa na kufuka kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Tumeambiwa hapa, tunaona kuna swala la meza ya Bwana. Swala la meza ya Bwana, ya chakula cha Bwana. Kuanzia ile mstari wa 14 mpaka 23. Maandiko yanasema kwamba Yesu aliwatuma wanafunzi wake waende wakaandae, na kuanzia hapo ndio tunasema chakula cha Bwana, meza ya Bwana. Tunakula, tunakumbuka. Maana alisema wakati wanakushiriki hiyo, alisema fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Si ndio Kwa hiyo alisema aulae mwili wangu na kunywa damu yangu. Yaani ikawa kuanzia hapo kuna wanasema Holy Communion, chakula cha Bwana, ushirika mtakatifu. Ndivyo tuna makanisa mbalimbali wa Kristo ndivyo tunavyotaja. Lakini pia ilifanyika hapa kabla Yesu hajafa msalabani. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia kuna kitu tunajifunza hapa, maana ni wakati huu umekaribia. Wakati umekaribia mateso ya kusulubiwa, ndipo ambapo anakula karamu ya mwisho na wanafunzi wake. Na katika kula karamu ya mwisho kuna maneno aliongea nao kama kuwahusia, kama kuwatia moyo. Bwana Yesu asifiwe. Na Yesu aliwaambia kwamba alitamani sana kuila Pasaka au chakula hicho pamoja na wanafunzi wake. Kwa nini alisema hivyo? Chakula hicho ilikuwa ni ushirika. Unajua chakula ushirika, yaani kuna ushirika ambao walikuwa wanashirikiana kile chakula. Ni kuna ushirika katika ulimwengu wa roho ambao ni kama agano ambalo walikuwa wameliweka. Kwa hiyo alijua kwamba kuna nguvu, na akasema nitamani sana kuila Pasaka pamoja nami kabla sijafa, maana sitakula tena Pasaka nyingine mpaka huko mbinguni. Akasema natamani sana, na akashirikiana nao.
na akashirikiana nao kupata kile chakula wakala. Na kitu ambacho tunajifunza hapa, tunaona kwamba Bwana Yesu aliwatuma akawaambia waende mpaka sehemu fulani wakaandae mahali pa kulia hiyo Pasaka, mahali ambapo watakula hicho chakula, wakaandae. Na wanafunzi wake wakatoka kama alivyowaelekeza, wakaenda wakaandaa kile chakula, wakaandaa hicho chumba na wakaandaa hicho chakula na akala. Na wakati anakula pia akaendelea kuelezea jinsi ambavyo anakwenda kuteswa na jinsi ambavyo mmoja wa wanafunzi wake aliyepo katikati ya kile chakula atakwenda kumsaliti. Bwana Yesu atusaidie. Bwana Yesu atusaidie. Na anasema kwamba hiki sio kwamba tunakufanyeni hivi kwa ukumbusho, kwamba yani iwe ni mara kwa mara. Na sisi mpaka leo makanisani huwa tunafanya hivyo, si ndio Chakula kile kiwa ni agano, kinajenga umoja, kinajenga ushirikiano. Anasema twaeni, huu ni mwili wangu mnaokula kwa ajili ya ondoleo la dhambi. Twaeni, hii ni damu yangu iliyotakasa dhambi zenu. Ni agano. Kwa hata tunaposhiriki sasa hivi bado tunakumbukia kwamba Kristo Yesu alitoa mwili wake kwa ajili yetu, alitumwaga damu yake kwa ajili yetu ili tupate ondoleo la dhambi. Ni kama agano. Bwana Yesu atusaidie. Sasa ni kitu gani tunajifunza hapa cha zaidi? Ni kwamba Yesu hakusema tu twendeni tukale chakula. Kulikuwa na maandalizi. Amewatuma wanafunzi waende wakaandae. Sasa maandalizi yetu sisi leo, hatuandai tu kama tunavyoona, lakini tunatakiwa tuandae mioyo yetu. Maandalizi ya mioyo yetu. Haleluya. Maandalizi ya mioyo yetu. Anasema katika kitabu cha Wakorintho kwamba tunapokula bila kujiandaa tunakula hukumu ya mioyo yetu. Tunajihukumu wenyewe. Tunajihukumu sisi wenyewe. Kwa tunaposhiriki, Yesu tunaona anatupa kielezo kwamba alifanya maandalizi na akawatuma wanafunzi kuandaa. Leo anasema na sisi kwamba tuandae mioyo yetu. Tujiandae. Mtu ametoka kuwa amefanya nini, ni mzinzi, anakuja anashiriki mila ya Bwana. Hapana. Tujiandae. Kule kwenye dini tulikotoka, mtu hata kama ana ugomvi na wanajua wale wanajua anashika dini kuliko sisi. Hata kama mtu ana ugomvi na ndugu yake, hawezi kushiriki meza Bwana kabla hajatengeneza. Na kama itapita mwaka mmoja, miaka miwili hajatengeneza, hawezi kuja madhabahuni na kula meza ya Bwana. Bwana Yesu atusaidie. Wamefundishwa wakaelewa. Sasa mimi nataka niongee na Wapentekoste tuliokoka. Hebu tujiandae. Andaa mioyo yetu. Usishiriki katika hali ya uchafu. Tengeneza na Mungu wako. Bwana Yesu asifiwe. Tengeneza na Mungu wako. Andaa moyo wako. Andaa maisha yako. Tengeneza, maana ni agano. Tengeneza na Mungu wako. Kama kuna dhambi tubu. Kama kuna mtu ambaye hujatengeneza, nenda katengeneze. Bwana Yesu asifiwe. Kuna wakati tunakula hukumu ya mioyo, tunakula hukumu maana tumetoka kwenye uchafu bado tunaingia pale. Mtu anasema sasa nisiposhiriki watu watanionaje? Wewe, sisi hatuoni moyo wako. Yuko Mungu anayeona moyo wako. Muogope huyo. Na kuna wakati mwingine tunachukua laana maana tunashiriki sivyo. Mtu ametoka kuzini, anakuja hapa, kuna meza Bwana anashiriki. Acheni utani. Anatubu hapa, bebe Mungu naomba nisamehe. Afa anaingia hapa. Afa kitoka uzinzi kama kawaida. Tutengeneze maisha yetu. Tuache maisha ya uchafu. Tuache maisha ya dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Tuache. Tunataka lile agano lilete maana kwenye maisha yetu. Lile na faida kwenye maisha yetu. Lazima tukubali kujiandaa mioyo yetu. Bwana Yesu asifiwe. Tujiandae mioyo yetu kwamba tunafanya nini? Tunashiriki ushirika, tena unaitwa ni ushirika mtakatifu. Holy Communion. Lakini wanaoshiriki sio watakatifu. Hapo Mungu yupo. Unaitwa ni ushirika mtakatifu. Lakini wanaoshiriki ametoka kwenye uzinzi jana. Ni mlevi. Mbea. Tonganishi. Bwana Yesu atusaidie. Tunajifunza ili tutengeneze kwamba Pasaka hii iache alama kwenye maisha yetu, tutakaporudi kwa Kristo tukaishi kama anavyotaka. Maana hicho ndicho kilichomtoa mbinguni akaja duniani kwa ajili ya kuleta ukombozi. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Chakula hiki kinahitaji maandalizi ya moyo wako. Mstari wa 8
Lakini pia kwa nini maandalizi? Kwa sababu chakula hiki kina faida katika mwili wa Kristo, ushirika, ni muunganiko, ni agano na Mungu wetu. Na pia chakula hiki kinatufanya tujichunguze na kufanya upya roho na kudumisha mahusiano yetu na Kristo. Kuna wengine wameshiriki chakula hicho, walikuwa wagonjwa wakapata uponyaji. Alikuwa anasumbuliwa na hali fulani hivi, au uzito fulani hivi, haoni upenyo. Lakini baada ya kushiriki katika njia iliyo sahihi, akaona upenyo. Amina. Yaani kuna vitu ambavyo vya kiroho ambavyo Mungu atafanya utakavyofanya. Maana Kristo hakusema fanyeni hivi kwa ukumbusho, kwa maana kwamba ni kufanya tu. No. Anajua impact yake, faida zake ni nini katika maisha yetu kama wa Kristo. Bwana Yesu atusaidie. Amen. Okay, namba tatu. Ukidhamiria kuomba na kumaanisha, utayashinda majaribu. Ukidhamiria kuomba na kumaanisha, utayashinda majaribu. Yesu aliyewaambia wanafunzi wake alipoenda pale Gethsemane akakuta wamelala, kwanza hakuchukua wanafunzi 12. Alichukua watatu. Nani hao? Alichukua watatu, alichagua watatu. Nani? Petro, Yohana na Yakobo. Petro, Yakobo na Yohana. Hao ndo walikuwa, hata siku ile anapanda mlimani akabadilika sura, alikuwa na hawa. Yaani walikuwa ni kama ni top 3 watu wake wa karibu ambao walikuwa kati ya wale 12. Kuna watu wake wa karibu ambao alikuwa ameenda nao. Na maandiko yanasema kama tulivyosoma katika Injili ya Luka, lakini pia hata Mathayo anaelezea ni kwamba alichagua watu akasema twende tukaombe. Akasema yani roho ile, yani anatamani, na maombi ambayo aliyapeleka kwenda kuomba, alikuwa anatamani yani kikombe kile kimwepuke. Akamwomba Mungu, akamwambia naomba Mungu kama inawezekana kikombe hiki kiniepuke. Anasema sio kama nitakavyo mimi, lakini mapenzi yako yatimizwe. Kwa alikuwa na huzuni na uchungu. Ngoja wapendwa niwaambie, kifo kinauma, si ndio Si alikuwa mwanadamu na alikuwa Mungu kweli. Kwa alipofikia kwamba ya kwenda msalabani, roho ilikuwa inamuuma sana. Anasema roho inauma kiasi cha kufa. Yaani ana huzuni kiasi, yani ana huzuni akikumbuka kwamba anaenda msalabani. Kiasi cha kufa. Kwa akachukua wale watatu kwamba waende kama kawaida. Lakini walipofika pale wakasinzia. Yeye hakuweza kusinzia kwa sababu si ana huzuni na ndo amekwenda kuomba jambo lake. Kwa hiyo akarudi, maandiko yanasema alirudi kwao mara 3. Anaanza, jamani hamkuweza mimi nimewachagua nyinyi kabisa. Laurencia nimekuchagua tuende wote. Na wewe nimekuchagua tu. Nani hamjaweza kukesha hata pamoja na mimi hata saa moja. Yaani akienda anarudi nakuta wote wanasinzia ri wanakoroma. Mara ya pili akaja tena akatia ana huzuni kiasi cha kufa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini wale aliowapeleka hawakuweza kuomba. Sikiliza, anawaambia hivi, ombeni msije mkaingia majaribu. Anamaanisha nini? Kwamba msipoomba, unapoomba unaomba nguvu ya Mungu iwe pamoja na wewe. Unaomba ulinzi wa Mungu. Unaomba Mungu akusaidie. Anasema usipoomba utaingia majaribuni. Na ukiingia majaribuni yatakushinda. Bwana Yesu asifiwe. Tunajifunza nini katika mistari hii? Kwamba Yesu aliwaambia waombe wasije wakaingia majaribuni. Mstari wa 40 anasema muombe msije mkaingia majaribuni. Lakini hebu mmoja tusomee mstari wa 45 na 46, kuna kitu nataka tuone hapo. Mstari wa 45 na 46, hiyo Luka 22. Mstari wa 40 anasema ombeni msije mkaingia majaribuni. Hebu twende mstari wa 45 na 46 unasemaje? Endelea. Mstari wa 40 aliwaambia waombe wasije kaingia majaribuni, na akawaenda nao mlimani.
lakini amerudi kwao bado wamelala. Anawaambia ombeni msije mkaingia majaribuni. Bwana Yesu asifiwe. Kwa tunajifunza nini hapa? Kwamba Yesu mwenyewe aliomba. Ile jambo moja nikuambia mpendo, unaambiwa kesho unakwenda kufa, sio kitu kidogo wewe. Tunasema tu, lakini kwa sababu labda tutasema yeye alikuwa ni Mungu, lakini maandiko yanasema alikuwa Mungu na alikuwa mwanadamu kweli, na alifanyika mwanadamu kwa ajili yetu sisi. Unaambiwa kesho unakwenda kuuawa wewe, unafikiri utakaa vizuri? Hutakaa vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Kuna siku moja niliota ndoto fulani hivi, mara moja, mara mbili, mara tatu, inajirudia. Nikamfuata mama mmoja kanisani, ambaye friend of mine, nimeota hivi, naye akaniambia, na mimi kwanza yeye aliota, akaja akaniambia tena, akaota mara ya pili, na mimi nikaota tena. Akasema kitu gani hiki? Nikamwambia, sasa wewe hebu ni kitu gani wewe unafikiri hii ndoto inamaanisha nini? Akaniambia tena kwa yani bila kupepesa macho, hapa unakufa. Hapa unakufa. Nikasema nani afe? Ilikuwa siku ya Jumatano. Siko tayari kufa. Siku ya Jumatano. Wakati tukiwa kule, nikasema hapa sifi. Yaani hata ibada ile siku nilikuwa kwenye ibada, ilikuwa ni kabla ibada tunaongea. Lakini ibada inaendelea, mchungaji anafundisha hapa, mimi nilikuwa simu. Nawaza nakufa. Afu na shetani akaniambia tena, si umeshaiota mara nyingi wewe? Hapa unaondoka. Alafu mbaya zaidi, yule mtu niliongea naye ni kama vile anakahuduma kakutafsiri ndoto. Kwa hiyo nikaona hapa nakufa. Kwa wakati mchungaji anafundisha hapa, mimi nasema Mungu amalize mapema nikaongee naye, aniombee. Mimi siko tayari kufa. Mchungaji akamaliza mahubiri. Alipomaliza mimi wa kwanza niko naye, baba nina shida. Akaniambia leta kiti. Ni shida gani? Nikamsimulia. Akaniambia lakini mimi naona sioni kama kuna kufa hapo. Hapo hafi mtu. Akaniambia mimi ninavyoona labda ni kitu kingine. Akaniambia, akanishauri, akaniambia ingia kwenye maombi. Kama na wewe ulishaona, ingia kwenye maombi. Muulize Mungu atakupa. Basi nikasikia wao. Hata nikaenda nyumbani niko vizuri. Hakuna mtu ambaye anapenda kufa. Bwana Yesu atusaidie. Kwa Yesu alikuwa na huzuni ya kufa, lakini aliomba. Wapendwa, kuna vitu tunakutana navyo kama hatutaomba vitatushinda. Bwana Yesu asifiwe. Tunasema Yesu aliomba, lakini mbona alikufa? Lakini ilikuwa imeandikwa, ila kuna kitu jinsi ambavyo Mungu alimsaidia. Bwana Yesu asifiwe. Kwanza maandiko yanasema kwamba katika kuomba malaika alikuja akamtia nguvu. Wakati amewafuata wanafunzi akakuta wanakoroma. Aliyowachagua kwamba twende tukaombe wote, alafu wamelala. Akaendelea kuomba. Maandiko yanasema mpaka alitoka na jasho kama la damu, lakini malaika akaja akamtia nguvu. Ngoja nikuambie, yawezekana kuna changamoto unayopitia, kuna jambo limekushinda, kuna jambo limekusumbua. Unapoomba Mungu atakutia nguvu. Kama ni Mungu ameruhusu hilo jambo litokee, anakupa na neema ya kustahimili. Yesu kweli alikuwa ameandikiwa kufa, lakini hali aliyokutana nayo kama binadamu ilikuwa inamfanya asikie huzuni, lakini akaamua kwenda kuomba. Amina. Alipoomba, maandiko yanasema hata wale aliowachagua waende wakaombe naye hawakuomba, wakasinzia. Lakini malaika wa Bwana, Mungu alituma malaika wa Bwana akamtia nguvu. Amina. Tuombe. Yamkini kuna majaribu tunakutana nayo yanatushinda. Kwa nini hatuombi? Hatuombi kabisa. Yanatushinda, yanakupiga kitu kidogo tu kinakupiga mweleka, hauna maombi. Bwana Yesu atusaidie. Tujifunze kwa Yesu. Kama yeye aliomba, sisi tutashindaje kama hatuombi? Tutawezaje kama hatuombi? Bwana Yesu atusaidie. Kwa ukidhamiria kuomba na kumaanisha, iwe ni changamoto za namna gani, iwe ni majaribu ya namna gani, Mungu atakupa neema ya kusimama. Utavuka tu. Kama ni jaribu halitakuangamiza, utavuka.
Kama ni changamoto, kuna ugumu wa namna yoyote ile, utavuka. Kama Yesu, yeye alikuwa amekubali kufa, lakini anaona Mungu, amwambie Mungu labda kikombe kiniepuke, lakini Mungu anasema, lakini anamwambia Mungu mapenzi yako yatimie. Akaanza kuona hofu, anakuwa na huzuni nyingi, lakini akajua hii huzuni ngoja niipeleke kwa Bwana Yesu, niipeleke kwa Mungu wangu aliyenituma. Akaipeleka ile huzuni kwake, na alipoipeleka ile huzuni, malaika wa Bwana akaja akamtia nguvu. Malaika wa Bwana anakutia nguvu jioni ya leo. Kama kuna mahali ulisikia ukasema jamani sasa nimechoka, sijui nifanyeje, Mungu wangu sasa nitafanyaje, nipite wapi, malaika wa Bwana anakutia nguvu. Lakini atakutia nguvu utakapoendelea kulitia jina la Bwana, utakapomuomba atakutia nguvu. Bwana Yesu atusaidie. Amen. Majaribu ni sehemu ya maisha, na kwa kufuata maelekezo ya Kristo tutashinda. Tambua kwamba majaribu ni sehemu ya maisha. Tuko duniani, hatuko mbinguni, si ndio Kwa hiyo majaribu au changamoto ni sehemu ya maisha. Hatuko mbinguni, tuko duniani. Kwa hiyo changamoto tutakutana nazo tu, majaribu. Na hivi tena umeokoka, shetani anataka kutesti tu kama utaiacha njia ya Bwana. Wakati wa njaa atakutesti. Bwana Yesu asifiwe. Atakutesti. Hebu tujifunze kwa Yesu. Tukisoma Injili ya Mathayo sura ya 4 mstari wa kwanza kuendelea, lakini pia Injili ya Luka sura ya 4 hiyo hiyo mstari wa kwanza kuendelea, tunaona Yesu alipojaribiwa. Maandiko yanasema hivi, alikuwa amefunga siku 40 mchana usiku bila kula chochote. Ametoka kwenye maombi, amefunga siku 40. Na mwisho siku 40 anasema, maandiko yanasema akaona njaa. Siku 40 jana kule una njaa. Lakini sasa shetani huwa anapenda, yani kile unachokihitaji anapitia hapo kujaribu. Yani una uhitaji fulani hivi, labda unataka pesa kwa ajili ya mtaji wa biashara. Kuna mtu atakuja kuletea mambo ya kuleta namna ya kupata pesa kwa njia ambazo sio sahihi. Na wewe kwa sababu una uhitaji wa pesa unasema, "Hey, Bwana ameniona." Kumbe hajakuona. Hiyo njia unayotumia sio sahihi. Labda anataka akuhonge ufanye jambo fulani. Kwa unasema tena, yani nikatai hela kabisa, nikatai hela kabisa. Nikatai hela, hata wewe ungekatai hela, nikatae. Wakati wanangu wamefukuzwa ada, hawana ada. Nikatai hela. Yani anakujia wakati una uhitaji. Sikiliza. Yesu ametoka kufunga siku 40. Ana njaa, maandiko yanasema akaona njaa. Alafu mjaribu anamjia. Anambia, "Unaona hili jiwe? Badili jiwe hili liwe mkate." Si anajua ana njaa. Na anajua ana uwezo kubadili nini? Ile jiwe. Akamwambia imeandikwa. Haleluya. Imeandikwa. Sasa jiulize, Yesu aliwezaje kushinda? Kutoka kwenye maombi. Haleluya. Alitoka kwenye nini? Na adui ndo anamjia hapo. Kama huna nguvu ya Mungu, atakupiga mweleka. Bwana Yesu tusaidie. Yuko mtu mmoja anaitwa Esau na Yakobo, si ndio Esau mzaliwa wa kwanza. Ametoka huko kwenye mawindo yake, amechoka na njaa. Sijui alienda kuwinda akakosa, sijui akafanya nini. Na yeye ana haki ya uzaliwa wa kwanza. Akaja akamkuta ndugu yake Yakobo, anamwambia nina njaa. Yakobo akasema hapo hapo, "Ama nipe basi chakula ambacho sikupi." Jamani amesikupi. Akamwambia jamani, akamwambia basi kama unataka nikupe, nipe haki ya uzaliwa wa kwanza. Na yeye akasema bila kuangalia kwamba haki ile ni haki, ina maana yake katika ulimwengu wa roho na katika ulimwengu wa nyama. Akasema kwanza haki itanisaidia nini wakati mimi na njaa? Nipe hicho chakula nile. Chukua haki ya uzaliwa wa kwanza. Anafikiria utani tu. Utani tu. Haki ikachukuliwa. Bwana Yesu tusaidie. Bwana Yesu ametoka kwenye maombi, ana nguvu. Mjaribu anamjia kwa majaribu yote matatu aliyomjaribu, alipiga, alipunch. Akamwambia imeandikwa, na alipunch kwa andiko, punch. Akaya punch. Sisi wakati mwingine hatuna hata maandiko. Hatuna hata maandiko, hatuna maombi. Kwa nini tusimajaribu sisi tushinde? Bwana Yesu asifiwe. Maombi. Tujifunze kwa Bwana Yesu. Hata kabla hajasulubiwa aliomba, hata mpaka anaenda msalabani bado anaomba.
Na maandiko yanatuambia kwamba alikuwa anahudumia mkutano, alafu usiku watu wakienda majumbani, yeye anakwenda mlimani analala naomba. Ndipo alipopata nguvu ya kushinda. Ngoja nikwambie, kuna wakati sema mimi ni mlokole miaka 40. Sikiliza, wewe unamshinda Yesu wewe? Mimi ni mlokole wa miaka mingi, na miaka 40 kwenye wokovu, hivyo ni vitu vidogo, havinipi shida. Sikiliza nikwambie, wala huna haja ya kuomba. Sikiliza, siku moja nikasikia mtumishi mmoja anasema, mimi mambo ya kuomba kama hivi nilishawachia wachanga, watoto wachanga. Mambo sala ya kufunga na kuomba, mimi nasema Mungu tuhurumie, utusaidie. Hurumia. Bwana Yesu asifiwe. Nikwambie, hata kama ungekuwa nani, kama Yesu aliomba mpaka dakika ya mwisho, wewe ni nani usiombe? Kama anasema ombeni msije mkaingia majaribuni, tutayashinda kama tukiwa na nguvu ya Mungu ambayo tutaipata katika neno lake na katika maombi. Bwana Yesu atusaidie. Bwana Yesu atusaidie. Okay. Sikiliza, badala ya kupaniki, kukimbia na kulia, tuchukue hatua ya kuomba kwa bidii na kwa kumaanisha. Kuna wakati mtu anakutana na changamoto, anakutana na jaribu linamfanya mpaka na paniki, amekutana na jambo linamfanya mpaka anaogopa, ana paniki, anaanza kukimbia au kuongea ovyo, anaongea na huyu, anajaribu, anafikiri kwamba anajaribu kueleza labda apate solution, lakini hapati solution. Ngoja nikwambie solution au jibu, njia sahihi itakayokusaidia. Badala ya kupaniki, kukimbia, kulalamika, kunungunika, chukua hatua ya kumwomba Mungu. Anasema hivi, tukiomba jambo sawa sawa na mapenzi yake atatupatia. Amen. Amesema hivi, hata tukipita katika mambo magumu ya namna gani, katika Isaya anasema hata tuacha. Utapita katika maji mengi, hayatakugharikisha. Anasema utapita katika moto, hautateketea. Sasa yeye amesema, kama amesema, si tuombe tumkumbushe. Kuna wakati unapitia magumu, Bwana si ulisema? Kuna wakati unaona kama jambo limekuwa gumu kabisa, kama Biblia linakuteketeza, unataka kugharikika, huoni tena njia. Mwambie Bwana si ulisema? Si ndio? Tatizo hatuna neno na hatutaki maombi. Unataka kuwa Mkristo imara, mwenye nguvu, kubali kuomba. Yesu aliomba, na sisi ni wafuasi wake, ni wanafunzi wake. Tuombe mpaka dakika za mwisho. Yesu anaomba. Kwa nini tunachoka sisi njiani? Kwa nini tunachoka? Unachoka kati bado uko duniani. Wapendwa, usichoke, bado tuko duniani. Uzuri ni kwamba tuna mtu anayetutia nguvu, yuko Yesu anayetutia nguvu. Amen. Ambaye amesema kwamba ameruhusu jaribu, lakini hata ruhusu jaribu linalopita uwezo wako. Na anasema hata kama akiruhusu jaribu, atakupa na mlango wa kutokea. Amen. Na kama anakupa na mlango wa kutokea, lazima kila siku tujenge mahusiano mazuri na yeye, tuwe karibu na yeye, tumpelekee shida zetu kwa njia ya maombi, tumwambie, na yeye hata kutusaidia. Bwana Yesu atusaidie. Bwana Yesu atusaidie. Ni kitu gani kinachotokea tunapoomba? Kitu gani kinachotokea? Jambo la kwanza, tunatiwa nguvu. Tunatiwa nguvu. Mimi mara nyingi nimeona wakati naweza kupitia katika jambo linanipa shida, na waza, lakini naamua nikiingia kwenye maombi napata nguvu fulani hivi. Si ndio? Yaani napata nguvu fulani hivi. Kuna wakati mwingine hata usiku unaweza kukutana na jambo likakukosesha usingizi. Mimi nikishakosa usingizi, ninachojua natuka kitandani na nalala huko chini. Nachukua mto wangu naanza kuribo sakaraba na muita Jehova. Baada ya muda fulani unashangaa, unaribo umeshasinzilia humo kwenye ribo shindana. Mambo yameshapita. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu sioni mahali pengine pa kupata majibu. Sioni. Yaani ndiye pale kwa Yesu. Bwana Yesu atusaidie. Kwa tunapoomba tunatiwa nguvu. Kama ule mstari wa 43 anasema kwamba malaika wa Bwana alikuja akamtia nguvu, na Mungu pia anatuma malaika wake anakutia nguvu unapoomba. Ni jambo limekulemea, unaona kama vile hakuna mlango wa kutokea, anatuma malaika wake, atakusaidia, atakutia nguvu,
atakupa neema ya kuvuka, atakupa neema ya kushinda. Lakini jambo la pili ambalo tunalipata tunapoomba ni kwamba Mungu atakusaidia. Mungu atakusaidia. Unatiwa nguvu lakini atakusaidia. Anakusaidiaje? Anajua atakavyofanya njia. Tukisoma katika Matendo ya Mitume 12, wakati Yakobo amekatwa kichwa na Petro akakamatwa akafungwa gerezani, anasubiria Pasaka ipite ili wamkate kichwa naye waue. Maandiko yanasema kanisa liliomba kwa sio kidogo. Sikiliza mtu, kesho unajua kabisa kwamba kesho ni hukumu, kesho Petro anauawa. Kanisa linajua kwamba kesho kichwa cha Petro hakipo, kinakatwa. Maandiko yanasema hawakulala, wakamwomba Mungu kwa juhudi. Usiku huo Bwana akasaidia. Maandiko yanasema Bwana akaingilia kati, akamtuma malaika wake usiku ule ambao kesho asubuhi kichwa kinakatwa, akamtuma malaika wake. Kwa Mungu tunapoomba Mungu, useme nimeshachelewa kuomba. Hujachelewa. Mungu huwa hachelewi wala omba, atatuma malaika atakusaidia. Bwana Yesu atusaidie. Namba 3, unapoomba ni kitu gani kinatokea? Unapoomba Mungu anafanya wepesi wa kuyatimiza mapenzi yake. Anafanya kwa wepesi. Maana yeye anasema hata kuacha. Kama ni jambo limekupata au ni changamoto ambayo ni Mungu ameruhusu ukutane nayo, unapoomba Mungu anafanya wepesi. Anakufanyia wepesi, unashangaa nimeshavuka. Hivi unasema hivi ni mimi nilivuka? Hivi kweli ni mimi? Na watu wakisikia hiyo habari wanasema yani ningekuwa mimi nisingeweza. Ni kweli. Si yeye aliyeweza, ni Mungu aliyemwezesha. Maombi yalipoomba. Swala la Petro kufunguliwa gerezani, maandiko yanasema yani hata namna alivyotolewa kule ilikuwa unajua ni miujiza. Maana walinzi walikuwa wamelala, Petro anapita tu, anapita, milango inafunguka yenyewe. Milango inafunguka wenyewe, mageti yanawafungukia, la kwanza, la pili, la tatu, la 4, huyo mpaka katoka nje. Bwana Yesu atusaidie. Tuombe. Mungu kwetu ni msaada. Mungu kwetu ni nguvu. Mungu kwetu ni kimbilio. Tunapoomba, tunapomkimbilia kwa maombi, Mungu atafanya. Yesu katika hali ya dhiki bado alimkimbilia Mungu, alimuomba Mungu na Mungu akamtia nguvu na ushindi ukapatikana. Haleluya. Amina. Okay. Lakini pia kuna kitu tunajifunza hapa, kitu kingine, kwamba Yesu alijitenga na wanafunzi wake kiasi cha kutupa jiwe. Halo. Na sisi wakati ambao tuna mambo yetu yanayotuhusu, jitenge mahali kama mahali fulani na Bwana wako kwa ajili ya Bwana. Si ndio jitenge. Tenga, uwe na muda, unakuwa na muda wako na faraga. Yaani faraga yako na Bwana haihitaji watu wengine kuwepo. Si ndio Hata kama kuna changamoto umepitia, umeshawaambia yule wa kuombea, labda watu fulani wa kuombea, wenzako wa kuombea, watoto wako wa kuombea, lakini wewe pia uwe na muda wako wewe peke yako na Bwana. Tunajifunza nini hapa? Yesu yeye alijitenga, pamoja na kwamba alichagua watatu akaenda nao mlimani, lakini alijitenga nao kiasi cha kutupa jiwe. Sio cha kutupa jiwe mpaka pale, I don't know. Lakini wanasema kiasi cha kurusha jiwe. Akajitenga nao. Wao wanaombea hapa, yeye kaenda mbali kidogo. Akazungumza na Mungu wake yale yaliyokuwa ndani ya moyo wake. Unyewahi kufikiria kwamba Yesu alipokuwa anaomba alikuwa anamwomba Baba, ikiwezekana kikombe hiki kiniepuke, lakini sio kama nitakavyo mimi, ila mapenzi yako yatimizwe. Jiulize, kwa mfano angeomba hivyo mpaka na kina Petro anasikia, angesema mpaka Bwana anaogopa kufa. Unajua Ingereza picha fulani kwa fulani hivi. Halo? Sijui mnanielewa? Kwamba angekuwa anaomba Baba, kiwezekana kikombe hiki kiniepuke, na wanafunzi wapo, lakini sio kama nitakavyo mimi, ila mapenzi yako yatimizwe. Wale wanafunzi wangemuelewaje? Bwana Yesu atusaidie. Wangemuelewaje? Watu kwanza wamewachagua tuende mlimani tukaombe, wengine wamefika, wangesema tunaona hata yeye mwenyewe anapayuka tu, anamwita Baba amuondolee kikombe. Yaani kuna jinsi fulani wangeona kama na maanisha nini?
Faragha yako na Mungu utakupa wepesi wa kuongea kilichoko ndani ya moyo wako. Kuna vitu hata kama ukinipa mic hapo ukiniambia mchungaji omba, kama nina faragha yangu na Mungu siwezi kuviomba kwenye mic. Halo? Lakini nikiwa na Mungu wangu ndo nitaumimina moyo wangu. Hata kama kuna mtu akanikanyaga namwambia Mungu, hata kama nimelala njaa siwezi kuombea hapa, nimelala njaa. Nitamwambia Mungu. Faragha yangu na Mungu tujifunze kwa Yesu. Pamoja na kwamba alichagua watatu akaenda nao, lakini pia alijitenga kwa muda. Akaomba. Bwana asifiwe. Na katika kuomba amerudi anakuta wale aliowachagua wamesinzia. Ngoja nikuambie, wakati mwingine unaweza kuwashirikisha watu tuombee jambo, lakini hata wakuombei. Hawaombi. Wanasema fulani anapitia magumu pendwa. Wewe hujui tu. Fulani anapitia magumu. Alituambia Bwana tuombe. Lakini hawakuombei. Bwana Yesu tusaidie. Siku moja nikiwa Arusha kabla sijaja Mwanza, nilikutana na changamoto fulani hivi kwa kubwa. Yaani ikanifanya nikawa kama nataka kuwa frustrated. Basi kuna mfanyakazi mwenzangu tulikuwa tunafanya naye kazi ofisi moja, ni mpendwa, naye alikuwa anasali full gospel. Nikamshirikisha nikamwambia rafiki yangu naomba tu kuna ABCD. Akaniambia happy hili tuombe. Nikamwambia nashukuru, kumbe umeelewa, tuombe. Akaniambia tena kashauri mwenyewe kabisa. Akaniambia tufunge siku ngapi? 3. Tufunge lini? Tukapanga siku ambayo ilikuwa inaangukia tarehe 12 ya Januari ambayo ni sikukuu, hatuendi kazini. Kwa tukapanga tunakutana wapi? Kwangu nilikokuwa nimepanga mimi. Akaja. Amefika pale. Akaniambia lakini happy, mimi leo nimechoka tu. Nimechoka tu. Nikamwambia kilicho kuchosha ni nini? Nimechoka tu. Nikamwambia Bwana, hiyo roho ya kuchoka ikatae kwa jina la Yesu. Akacheka. Sasa tumepanga namna ya kuanza. Siku ya kwanza tunaanza maombi. Namna ya kuomba tunaanza na nini tunaanza. Tumeanza lile ombi la kwanza, yani haikupita dakika 5. Akajilaza kwenye kochi hivi. Nikasikia anakoroma ro. Sasa nikasema, nikamgusa wewe. Amka basi, mbona akaanza tena ribo shakaraba siko robo sibo. Ribo ro. Ikawa hivi. Nikamwamsha kama mara 3 hivi, nikaona kama haendi. Nikaachana naye. Nikaanza kuomba peke yangu, nikaomba mpaka mchana, break, nikamshtua ngambia wewe, unajua happy nilisinzia sana. Sijui nimejisikiaje. Yaani siku hiyo tuseme kwa ujumla hakuomba. Lakini mtu ambaye nimemtrust, nikamwamini, nikamshirikisha jambo langu na akaona kweli hili jambo ni la kuombea. Na kanishauri hili tufunge. Lakini kama alifunga sijui, lakini hakuomba. Bwana Yesu atusaidie. Na ile siku iliyofuata wala sikumtafuta tena. Nikaendelea siku ya 2, nikaendelea siku ya 3, wala sikumtafuta tena. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kuna watu unaweza kuwapelekea jambo lako na wakaona kweli ni zito, lakini wasiombe. Ni hao wanafunzi wamezoea kwenda na Bwana Yesu, amewaselect 3 kati ya 12. Lakini wamefika pale wamepigwa na usingizi. Anawafuata mara 3. Anaambia jamani ombeni, msije mkaingia majaribuni. Lakini wale hakuna. Tujifunze kwenda mbele za Mungu. Faragha na Mungu wetu itatusaidia. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia kitu kingine ambacho ninakiona katika mistari ni kwamba tusipoomba utafanya maamuzi yaliyo kinyume na mapenzi ya Mungu. Usipoomba utafanya ya kwako ambayo sio yale Mungu ambaye anataka au ametuagiza tuyafanye. Bwana Yesu atusaidie. Tunajifunza kwamba Yesu aliwaambia wale 3, Petro, Yakobo na Yohana, kwamba ombeni msije mkaingia majaribuni. Lakini hawakuweza, wakalala. Na matokeo yake tunaona Yesu aliomba na Mungu akamtia nguvu. Akashinda hilo jambo. Alikuwa na hofu kwamba mpaka anamwambia Mungu
kikombe kimuondoke, lakini Mungu akamtia nguvu. Na alipomtia nguvu, kazi ya msalaba ilifanyika. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tunarudi kwa wale wanafunzi wake. Mmoja ni Petro, ambaye Yesu aliongea akasema, mimi mwana wa Adamu nitakwenda kutiwa kwenye mikono nani? Petro akamwambia, wewe bwana mkubwa, acha hivyo vitu, mimi niko tayari hata kufa pamoja na wewe. Akamwambia, wewe utanikana. Akasema, hapana, hamna kitu cha namna hiyo. Lakini sikiliza, Petro wakati wanaomba, yeye wamepelekwa mlimani kwenda kuomba, yeye amesinzia, hakuomba. Na alipokuja kutana na changamoto kwamba Yesu ameshakamatwa na akawa sasa akakosa ujasiri. Maandiko yanasema akawa anafuatilia kwa nyuma. Hana ujasiri. Anafuatilia kwa nyuma. Na akakutana na watu, mtu wa kwanza anamwambia, we, unaonekana kama sisi ulikuwa naye. Anasema, simjui mtu huyo. Hana ujasiri wa kusema anamjua, woga, hofu. Na wa pili tena anasema, anaonekana we ni Mgalilaya, hata ongea yako ni kama we, sikujui unalosema. Anakataa. Bwana Yesu atusaidie. Bwana Yesu atusaidie. Usipoomba utafanya maamuzi ambayo sio ya kwako. Si ndio? Hebu tusome mstari wa 49 na 51. Usipoomba utafanya maamuzi ambayo sio ya kwako. Na tunaona Petro jinsi ambavyo aliogopa, akawa na hofu kiasi cha kumkana Bwana Yesu, akasema simjui. Lakini pia jambo lingine ni kwamba unaweza ukapigana kimwili wakati ni vita ya rohoni. Nimesema la kwanza kabisa, usipoomba kuna vitu unaweza kufanya ambavyo viko kinyume na mapenzi ya Mungu. Si ndio? Tukasema la kwanza, Petro alikosa ujasiri wa kusema huyu ni Bwana wangu. Si ndio? Lakini la pili, wakati wamemkamata Yesu, Yuda amemsaliti, wamemkamata Yesu, wamemleta sasa. Wakati wametoka Getsemani pale, Yuda amekuja akamsaliti Yesu. Akambusu. Maandiko yanasema kama tuliosoma hapo sasa hivi, anasema kwamba wakasema wale wanafunzi, ndio Petro na Yakobo na Yohana, wakasema tuwakatupigane. Sasa wakaamua kuingia mwilini, tuwakate kwa upanga. Mmoja hatujui nani, lakini akachukua upanga akafeka sikio la mtu. Hii ni vita ya rohoni, lakini jamaa inakwenda mwilini. Bwana Yesu asifiwe. Hii ni vita ya roho, lakini jamaa inakwenda wapi? Ni jamaa ametoka mlimani, wakati Yesu anaomba, wao wanafanya nini? Wamesinzia. Unaona Kwa hiyo wakaenda kimwili sasa. Wakachukua upanga akafanya nini? Feka sikio la mtu. Yesu akamwambia, tufanyaje hivyo? Akachukua akalirudishia sikio, akamponya yule mtu. Bwana Yesu asifiwe. Kuna wakati mwingine tunaweza tukuko rohoni, lakini kwa sababu tunafikiri kwamba ni watu wa rohoni, lakini kwa sababu hatutaki kuomba, tunaweza tukatoka rohoni tukapigana kimwili. Bwana Yesu asifiwe. Yaani unaona kabisa hapa, hiki sio kitu cha kuongea, unaongea, unagombana, unafoka, wakati unajua kabisa kwamba hapa ni adui yuko kazini, unaingia mwilini. Ndicho walichofanya hawa. Ni vita ya rohoni, lakini tunapigana mwilini. Tunaanza kupambana kimwili. Amenisema na mimi siwezi kunyamaza, mimi sio wa kusemwa hivyo. Wakati unajua kwamba yule anatumiwa na adui. Badala kuizima ile mishale kwa namna ambayo sio ya kimwili, unaingia mwilini. Bwana Yesu atusaidie. Hata mimi kuna siku moja mtu mmoja aliniudhi, nikakasirika, nikaongea. Nikaongea, lakini baadaye nikajua, nikasema hapa nataka kuingia mwilini sasa. Kristo nisaidie. Gani Roho Mtakatifu alinikumbusha kwamba hapa hii ni vita kiroho. Sasa nataka kuingia mwilini. Acha. Na ndivyo hivyo wakati mwingine tunafanya. Ni jambo la kiroho, badala ya kuingia rohoni na kuingia kwenye maombi, tunaomba, tunaanza kupambana, sema ana kwa ana, jicho atanijua mimi nani. Unasahau kwamba umeokoka. Unasahau kwamba wewe ni kwa tunatikuta kama walivyofanya hawa wanafunzi watatu. Walivyomkata mtu sikio. Na wanajua kabisa. Lakini imetoka wapi? Hatuna maombi ya kutosha. Kwenye maombi Mungu atakufunga. Yaani kuna mtu anaweza kaja kwako ukajua kwamba huyu amekuja tu na lake. Anatumiwa na adui. Yaani una sense kwamba hii
huyu anatumiwa na adui. Lakini kama hatuna maombi, itakuwa ngumu kuwa na sensi hiyo kwamba ni adui. Bwana Yesu asifiwe. Okay, naona tumalizie. Waefeso 6:12 anasema kushindana kwetu si juu ya damu na nyama. Kama ni vita ya rohoni, hebu tuingie kwenye, tuvae silaha za rohoni. Si ndio Vita ya rohoni anasema kwenye Waefeso kwamba vaeni silaha zote tuweze kushindana, maana kushindana kwetu si juu ya damu na nyama. Kwa kuna maeneo mengine tunashindwa vita kwa sababu ni vita ya rohoni, tunaipeleka mwilini. Na kwa nini tunaipeleka mwilini? Kwa sababu hatuna ufahamu, hatuna maombi ya kutosha. Tunakwenda tu kama kawaida, lakini ni vita ya rohoni ambayo tutakiwa tuingie kwenye maombi kwa kutumia neno la Mungu, kwa kutumia maombi, lakini tunaipigana kimwili na tunashindwa. Huwezi kupeleka vita ya rohoni ukaipeleka mwilini alafu ukashinda. No, nothing like that. Ukipeleka mwilini ina maana umeongeza uwanja wa vita hiyo kuwa kubwa na utashindwa tu. Anasema vaeni silaha zote za mwili mpate kuzishinda, maana vita yetu sio ya damu na nyama. Kwa kina Petro na wale wanafunzi kama na Yohana walichukulia kama vita ya mwilini, wakasema tukate, wakakata. Yesu akamwambia hapana, hatuendi hivyo. Mungu atusaidie, kama kuna mahali tulikuwa tumefungua mlango vita ya roho tukapigana mwilini, tuache, maana tutashindwa. Amina. Lakini pia Wakorintho wa pili, andika hii, hatutasoma. Wakorintho wa pili sura ya 10 mstari wa 3 anasema ingawa tunafanya vita kwa mwili lakini hatufanyi vita kwa jinsi ya mwili. Hatufanyi vita kwa jinsi ya mwili. Wakorintho wa pili 10 mstari wa 3. Ni ukweli kwamba ni ukweli usiopingika ya kuwa Mkristo asiyeomba atakosa nguvu ya kushinda majaribu na changamoto anazokutana nazo kwenye maisha. Huo ni ukweli. Huna maombi, changamoto zikawa zinakupiga mweleka kila inapokuwa leo. Amina. Ni hivyo. A prayerless Christian is a powerless Christian. A prayerless Christian is a powerless Christian. Yaani Mkristo ambaye hana maombi atakuwa nakosa nguvu. Hana nguvu. Kwa sababu gani? Vita yetu katika ulimwengu wa roho, si katika ulimwengu wa nyama.